Marekani na Ukraine watakutana tena wiki ijayo, lakini huku Volodymyr Zelensky akiomba radhi kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Rais huyo wa Ukraine amesema mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine yatafanyika Saudi Arabia wiki ijayo, akielezea matumaini kwamba utakuwa ni mkutano wenye maana. Kiongozi huyo wa Ukraine ambaye atakuwa katika ufalme huo wa Ghuba lakini hatashiriki katika mazungumzo, alisema Kiev inapambana kufikia amani ya haraka na ya kudumu. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, Steve Witkoff, alisema timu ya Marekani ilitaka kujadili mfumo wa amani kujaribu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine Ijumaa iliyopita. Zelensky na Trump walizozana hadharani katika ikulu ya White House, ambapo Trump alisema Zelensky hakuwa tayari kumaliza mapigano. Marekani baadaye ikatangaza kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kusimamisha kushirikiana kwenye taarifa za kijasusi. Rais wa Ukraine ameonyesha majuto kuhusu tukio hilo na kujaribu kurekebisha uhusiano na Marekani, ambao ndio inatoa msaada mkubwa wa kijeshi kwa nchi hiyo. Witkoff alisema Alhamisi kwamba Donald Trump alipokea barua kutoka kwa Zelensky iliyojumuisha kuomba msamaha na kuonyesha hisia za shukrani. Tunatumai tutarejea mambo kwenye mstari wa Ukraine na kila kitu kitaanza tena, Witkoff alisema. Zelensky amekuwa chini ya shinikizo kubwa la Marekani kufanya makubaliano kabla ya mazungumzo yoyote ya amani, wakati rais huyo amekuwa akishinikiza dhamana thabiti za usalama kwa Kiev. Zelensky alitangaza mazungumzo ya Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia katika mfululizo wa machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuhudhuria mkutano wa dharura wa Alhamisi mjini Brussels, ambapo viongozi wa Umoja wa Ulaya waliidhinisha mipango ya kuongeza matumizi ya ulinzi. Timu za Ukraine na Marekani zimeanza tena kazi na tunatumai kwamba wiki ijayo tutakuwa na mkutano wenye maana, aliandika bwana Zelensky katika ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Ukraine imekuwa ikitafuta amani tangu wakati wa kwanza wa vita, na tumekuwa tukisema kila wakati kwamba vita vinaendelea tu kwa sababu ya Urusi. Zelensky alihimiza katika jumuiya ya kimataifa kuweka shinikizo zaidi kwa Moscow ili ikubali hitaji la kumaliza vita. Urusi ilianzisha operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 na sasa inadhibiti karibia 20% ya eneo la Ukraine. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Ni rais wa Ukraine ambaye sasa anasema yupo tayari kwa ajili ya kumaliza vita hivyo, lakini akiomba radhi kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump kutokana na yale yaliyotokea wiki iliyopita baada ya kuzuzana na rais huyo katika ofisi ya Oval huko nchini Marekani. Na sasa hivi mkutano wao utaenda kufanyika huko Riyadh, Saudi Arabia, kwa ajili ya kufanya mazungumzo rasmi ya namna ya kumaliza vita hivyo, lakini pia na namna ya kusaini mkataba wa madini ambao Marekani iliudai kwa muda mrefu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini endelea kuwa nasi bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News, nasi tutakujuza mengi yanayojiri duniani. Endelea kuwa nasi wakati wote.